Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, katika adhimisho la misa hii tumeainisha mwanzoni mwake kwamba tunaadhimisha leo sherehe ya Mtakatifu Francisco ambaye ni somo wa parokia yetu. Ni vile baba wa masista na dada wadogo pamoja na Bikira Maria mama wa yatima. Lakini ndani ya adhimisho hili la misa takatifu tuna watoto wetu hawa watakaopata sakramenti ya kipaimara. Na kwa sababu hiyo tunamshukuru Mungu kwa maombezi ya Mtakatifu Francisco katika safari yetu hiyo. Leo hii tunamwangalia huyu Mtakatifu Francisco. Nafahamu sana historia yake, kwa sababu itakuwa ni ajabu kama tufahamu historia na tukasema ni somo wetu na au tukasema ni baba yetu. Tunafahamu historia yake vizuri, lakini ni mambo gani tunayojifunza kwake ndio muhimu zaidi, ambayo yanatusaidia sisi kuishi vile inavyotakiwa katika kumfuata Yesu Kristo. Na kwa sababu hiyo njia hiyo aliyoitumia yeye ni njia muhimu sana ambayo tunajifunza sisi mwelekea Kristo huyo anayetuita ili tuweze kufikia malengo muhimu. Katika adhimisho hili tunaona fadhila kuu inayojitokeza na linakuwa ni wazo kuu la siku ya leo tunapoadhimisha sherehe. Fadhila ya unyenyekevu. Fadhila ya unyenyekevu. Fadhila hii inatusaidia katika safari yetu ya kumwelekea Kristo. Fadhila hii ni fadhila inayotuonyesha mafanikio katika maisha ya kiroho hata kimwili, hata katika nyanja mbalimbali, hata tukiwa katika biashara, katika yote. Unyenyekevu. Unyenyekevu unatusaidia kujitambua kwamba sisi ni nani. Unajitambua kwamba sisi ni binadamu, unatusaidia kujitambua kwamba sisi ni binadamu. Na kama binadamu tuna mapungufu, tuna mipaka yetu, hatuwezi tukaenda zaidi ya hapo kwenye mipaka tulio nayo. Unatusaidia katika malezi yetu. Ili tuweze kufaulu katika malezi, lazima tuwe na fadhila ya unyenyekevu. Na malezi si tu kwa sababu ni mtoto, si tu kwa sababu mimi niko sehemu fulani. Malezi ni ya kila mmoja. Tunalelewa sisi sote kwa namna pekee. Tunalelewa na neno la Mungu na maandiko matakatifu, tunalelewa na mama kanisa, tunalelewa na mafundisho ya mama kanisa. Na katika malezi haya ndio maana sasa kama unyenyekevu unanifanya niweze kutulia, niweze kuwa msikivu, niweze kuwa na utii kama ni mnyenyekevu. Na wa kwanza kuonyesha unyenyekevu ni Yesu Kristo mwenyewe. Na huyu alionyesha unyenyekevu huo kujifanya mwanadamu, kuja kwetu kuishi na sisi, kuchukua hali yetu ya binadamu. Kwa hiyo anakuwa wa kwanza yeye, na anakuonyesha njia ya kuwa wanyenyekevu. Unyenyekevu huu unaofanya tuweze kujipokea sisi wenyewe tulivyo, ndio unao kufanya tuweze kuwa na masikio ya kusikiliza vizuri wenzetu wanasema nini. Na katika kusikiliza huko wenzetu wanafanya nini, wanasema nini, utatufanya tujiunde vizuri na tuweze kuwa kama ni Wakristo wa Kristo wema, wazuri, wafuasi wazuri, wenye kutoa ushuhuda wa Kristo mwenyewe. Sasa Yesu mwenyewe alikuambia
Tunaposoma katika Injili ya Yohana sura ya 14 aya ya 15, mkinipenda mtashika amri zangu. Upendo unaendana na utii katika maelekezo ya yule unayempenda. Ndio maana si kuogopana, ila ni kupendana, na ndio muhimu zaidi. Somo la kwanza limetuongoza vizuri katika siku hii ya leo, tunaposoma katika hicho kitabu cha hekima ya Yoshua bin Sira. Mwanangu, unapoendelea, unapoonyesha mafanikio, jichunge sana, usiwe na kiburi, usianze kuwa na majivuno, uwe mnyenyekevu. Kwa maneno mengine, unapoona mafanikio katika maisha yako, unapoona kwamba mambo yanaenda vizuri, usijivune, piga magoti, useme asante Mungu kwa kunijalia haya yote. Najua hizi ni zawadi kutoka kwako, na nitumie vizuri zawadi hii uliyonijalia kutoka kwako kwa sifa na utukufu wa jina lako. Sasa mimi nina magari, mimi nina mashamba, mimi nina afya njema, kwa sababu ninakula vizuri kutokana na hela nilizo nazo, haitakusaidia. Kwa dakika moja tu mambo yote yanaweza kubadilika, ukawa mtu mwingine. Ndio maana yule aliyo na majivuno kwa sababu ana pesa, kwa sababu ana mali, kwa sababu ameendelea sana, umejionea sisi wenyewe. Hatua ya kwanza, mtu anaanza akikopa kidogo tu, akianza kuuma pamoja na mapesa yake, pamoja na majumba, pamoja na mali aliyo nayo, hapendi tena kulala kwenye kitanda kizuri.